hivi unavyoona hivi sasa hao ni Yanga Afrika ba. Bana we. Hao ni Yanga Afrika wameamua shamra zao zianzie hapa Msimbazi, makao makuu ya klabu ya Simba Sports Club. Angalia shangwe namna hiyo jinsi inavyofanyika. Wale ni wachezaji wa klabu ya Yanga Afrika. Lakini ukiangalia kwa karibu kuna mshabiki wa Simba ambaye ameungana na yeye kwenye gari la paredi na klabu ya Yanga, na moja kwa moja ana enjoy vibe la Yanga Afrika namna jinsi walivyo. Angalia hata viongozi wakubwa wa klabu ya Yanga nao wako vizuri kabisa, wanashangilia taratibu. Wanafurahi kweli kweli, wanajaribu kuonesha furaha kwa mashabiki na wanachama wa klabu yao ya Young Africans ambao wamefika eneo hili la Msimbazi. Angalia watu walivyojaa kweli kweli, wote wanataka kushuhudia gari hili la paredi la klabu ya Yanga Afrika ambalo linapita hapa eneo la Msimbazi, makao makuu ya klabu ya Simba Sports Club ambaye ni mtani wake, na hivi majuzi alitoka kumfunga bao 2-0 na akawa bingwa wa ligi ya NBC akiutetea ubingwa wake, na hii ni mara ya 31 kwa Yanga Afrika kuchukua kombe hili la ligi. Lakini si hilo tu, amechukua ngao ya jamii, amechukua CRDB Federation Cup. Amefanya vizuri kweli kweli, jumla ya makombe 5 ambayo takriban msimu huu ameyanyanyua Yanga Afrika, na anapita nayo hapa kwa shangwe kabisa nyumbani kwa klabu ya Yanga Afrika Msimbazi, ambapo wanasema kwamba wekundu wa Msimbazi Simba ndio mahala pake. Wao wanapita kwenye himaya ya mtani wao na wanashangilia kweli kweli. Vibe ni kubwa kweli kweli kama unavyoona. Wamenyanyuka wachezaji wote wa klabu ya Yanga Afrika, hata kocha pia Milord Hamdi wa klabu hiyo ya Yanga Afrika. Angalia vibe alilonalo hapa eneo la Msimbazi. Anafurahi kweli kweli, akiwa sambamba kabisa na makamu wa rais Arafat, bila kusahau pia engineer Harris yupo kwenye gari. Wanafuraha kweli kweli. Mwangalia Khalid Aucho akijaribu kuchukua picha za hapa na pale, na wanacheza kweli kweli wakiwa juu. Safi kabisa. Mwangalia engineer Harris na kepu yake, shati lake jeupe safi kabisa. Wanafurahi namna hiyo wananchi, wakiwa na wananchi eneo hili la Msimbazi, na hichi ndicho ambacho kinaendelea. Ona shangwe hizo. Mwangalie Ali Kamwe akiwatania Ali Kamwe akiwatania Simba. Wao wameshinda kikombe, na ukijaribu kutizama ni kikombe kama cha chai hivi, kikombe ambacho sio kombe, na amewarushia bwana, amerusha kile kikombe makao makuu ya klabu ya Simba, yani pale Msimbazi, kuonesha kwamba nyie kikombe chenu ni hichi cha chai. Ni utani huu wa jadi ambao Yanga Afrika kupitia msemaji wao Ali Kamwe anaonesha hapa eneo la Msimbazi. Ni hatari kweli kweli, ni utani ambao ni hatari kweli kweli, lakini kiutani wa jadi ni utani wa kawaida tu ambao tayari wanawapa wivu klabu ya Simba kwamba msimu huu wao wameondoka kapa bwana. Na hichi ndicho ambacho kinaendelea hivi sasa eneo la Msimbazi hapa. Mashabiki wengi kweli kweli wamejaa hapa, shughuli mbalimbali zikiwa zimesimama ili kupicha msafara huu wa klabu ya Yanga Afrika ambao ni mabingwa mara ya 31 katika kombe hili la NBC, lakini pia mara nyingi katika vikombe vingine ambavyo wanavishindania kama Muungano, CRDB Federation Cup na mengine kama ngao ya jamii. Yanga Afrika wao bwana wako vizuri, na hichi ndicho ambacho kinaendelea hivi sasa. Tazama wewe ambaye unatufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, lakini pia kupitia kule YouTube. Sisi tunakupa matangazo haya mubashara kabisa. Hichi ndicho ambacho kinaendelea hivi sasa. Endelea kuenjoy. Naam, kijaribu kuangalia gari la paredi la Yanga Afrika, utamwona Patrick Ezra Mwenda akiwa amekamata lile kombe la CRDB Federation Cup
wakiwa na baadhi ya benchi la ufundi na wao pia wamekamata makombe yale, wakionyesha kwamba sisi tuna vibe na shangwe la kutosha hapa, na hili ndilo vibe tulilonalo sisi kama wachezaji. Tazama wakiwa na utani mwingi paka wanalala juu ya gari wakiwa na kombe. Hii ni kiburi ya ubingwa ambao wameupata. Wanasema kwamba Yanga bingwa, kama wewe unaweza basi kachukue ya kwako. Namna taratibu hiyo kabisa, na hivi ndivyo wanavyopita eneo hili la Msimbazi hapa jijini Dar es Salaam, wakielekea katika makao yao makuu, kwa maana ya pale Jangwani. Wanapaita Twiga na Jangwani ndiko wanakuelekea hivi sasa. Namna hiyo taratibu kabisa wanafurahi. Angalia kwenye gari lile wakiwa na vibe. Khalid Aucho yeye anafurahi kweli kweli, na anafuraha safi kabisa, wakiongozwa na klabu ya Yanga Afrika. Watu wote, viongozi wote wako, makocha wasaidizi, benchi la ufundi wapo. Kitizama unaweza ukamwona Molen pia akiwa na bendera yake ya Yanga Afrika taratibu kabisa. Kina Shedrack Boka wao wamepiga miwani zao, naweza nikasema za kisharobaro. Naam, ni shangwe hilo, shangwe la mashabiki hilo ambao wamefika eneo hili. Endelea kuenjoy. Naam, tizame Alikamwe ana shangwe kweli kweli. Alikamwe ana shangwe kweli kweli, ana furaha kweli kweli, tena katika eneo hili la makao makuu ya klabu ya Simba hapa Msimbazi. Naam, ni shangwe hilo la Alikamwe. Msemaji wa klabu ya Yanga Afrika anashangilia kweli kweli eneo hili la Msimbazi, maana anajua watani wake wengi wako hapa, kwa hiyo anawaonesha furaha namna anavyofurahi kwa msimu huu Yanga Afrika kushinda vikombe vitano, ikiwa ni mafanikio makubwa zaidi na mengi na ni historia kwa Yanga Afrika. Naam, watu bado ni wengi wanazidi kufuatana na klabu ya Yanga Afrika kuelekea eneo la Jangwani. Ndipo ambapo sherehe nyingi ama sherehe za mwisho zitaenda kutamatika pale Jangwani, makao makuu ya klabu ya Yanga Afrika. Hawa watu wote hawa, tazama mpenzi mtazamaji, wengi kweli kweli wakiwa wamefika hapa na wakifuatana na gari la klabu ya Yanga Afrika. Bado tutaendelea kukupa matukio yote, endelea kufuatana nasi.